Marekani imemtimua balozi wa Afrika ya Kusini. Hata hivyo ni kutokana na mgogoro ambao umeongezeka katika kipindi hiki baada ya rais wa Marekani Bwana Donald Trump kuingia madarakani, lakini pia ni baada ya kile ambacho kinatajwa kwamba ni Afrika ya Kusini kusimamia juu ya kukamatwa kwa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, ambapo waziri mkuu huyo wa Israel ana uhusiano mkubwa sana na serikali ya Marekani. Lakini pia ni wakati ambapo serikali ya Marekani ilikuja na wazo kwamba nchi ya Afrika Kusini inafanya ubaguzi dhidi ya watu weupe wanaoishi katika taifa hilo. Kwa mujibu wa waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio, amesema kuwa balozi wa Afrika Kusini nchini Marekani hatakaribishwa tena nchini humo. Alimshutumu Ebrahim Rasool na kwamba anaichukia Marekani na rais wake Donald Trump. Hatuna chochote cha kujadiliana naye, kwa hivyo anachukuliwa tu kwamba bora tu aende nyumbani kwao na hatuhitaji tena arudi nchini mwetu. Rasool alikuwa amewasilisha stakabadhi zake kwa rais wa Marekani wa zamani Joe Biden Januari 13 kuashiria kuanza kwa muhula wa ubalozi, kulingana na tovuti ya ubalozi wa Afrika Kusini ambayo ilisema hii ni mara ya pili kwa Rasool mjini Washington. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani na ubalozi wa Afrika Kusini mjini Washington hawakujibu mara moja maombi ya maoni hayo. Uhusiano kati ya Marekani na Afrika ya Kusini unazidi kudorora. Uhusiano huo tangu Trump kukata msaada wa kifedha wa Marekani kwa nchi hiyo, akitaja kutoidhinishwa kwa sera yake ya ardhi na kesi yake ya mauaji ya kimbari katika mahakama ya kimataifa ya haki dhidi ya mshirika wake Israel. Trump alisema kuwa Afrika ya Kusini inanyakua ardhi na kwamba tabaka fulani za watu watatendewa vibaya sana. Bilionea mzaliwa wa Afrika ya Kusini Elon Musk, ambaye yuko karibu na Trump, alisema Waafrika Kusini weupe wamekuwa wahanga wa sheria za kibaguzi za umiliki wa ardhi. Rais wa Afrika ya Kusini Cyril Ramaphosa alitia saini mswada mwezi Januari unaolenga kurahisisha serikali kunyakua ardhi kwa maslahi ya umma katika baadhi ya kesi bila kumfidia mmiliki. Ametetea sera hiyo na kusema kuwa serikali haijanyakua ardhi yoyote hadi sasa. Sera hiyo ililenga kumaliza tofauti za rangi katika umiliki wa ardhi katika taifa hilo lenye watu weusi, alisema rais huyo wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa. Endelea kutufuatilia na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel hii.